Yawezekana kweli vijana umekosea. Aliyeumba mbingu na ardhi ni Mwenyezi Mungu. Wanadamu wote tunamkosea. Lakini kuna muda ukiomba kwa dhati kwa Mwenyezi Mungu, mwanadamu anafanyaje? Anakusamehe. Waangalie kijana ametereza. Kisugu mtu wa goli wewe. Watu walijua utamkanyaga. Wamwangalie kijana ametereza. Yawezekana jaziba, yawezekana hisia, japokuwa aliyakuwa hatakiwi mtu kama yeye kusimama kwenye standard hiyo, lakini tukumbuke naye mwanadamu, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Angalia wewe. Naangalia. Ubaya ukiuanza unakuwa mtamu kama chocolate. Mbaya ukimaliza unakuwa mchungu kama Corolla Queen. Chukua kodi. Bwana Kisugu, tumeongea mengi lakini tunaelekea kwenye dabi. Zungumza na mashabiki wa Simba Sports. Maana kama matokeo kiana ndivyo sivyo bwana, uwanja upo katika matengenezo. Na siku kadhaa nyuma tuliona hata shirikisho la mpira miguu Tanzania liliwataja Simba Sports baadhi ya mashabiki ambao walihusika katika kung'oa viti. Pengine zungumza nao kama matokeo kiana ndivyo sivyo, watu wasiende na matokeo yao. Bwana Kisugu, unajua na matokeo gani alitajwa kang'oa kiti? Mashabiki walitajwa wa Simba. Simlipewa adhabu kaka, na mlichangia au kuchangia Kisugu? Kuchangia. Yaani unajua kuna Alhamisi na kuna Ijumaa. Yawezekana hili ulozungumza liko sawa sawa. Lakini mchezo wa mpira wa miguu tumezungumza ni mchezo wa hisia. Haumgusi mtu mmoja. Watu wengi. Ukimwona umemgusa A, kuna B pia namgusa. Leo waandishi wa habari mmesimama kwenye historia tu kwa sababu Simba ameng'oa viti. Lakini pia hamtaki kusimama kwenye historia Dar es Salaam Africans aliwahi kung'oa viti. Tunazungumzia hiki ambacho kinakwenda kutokea. Tunachozungumzia kutokea, tutumie vipaza vyenu sauti kuwasihi mashabiki wa mpira hususan wa Simba na Yanga wasamini na kuzitunza asilimali za taifa hili. Pinde endapo walipokosa kufanya matokeo mazuri, serikali wanawekeza pesa nyingi kwenye miundombinu hii, tusende kuharibu miundombinu. Kwa nini nyinyi mnalalia kwenye Simba? Nimekwambia zungumza mashabiki wa Simba. Tulia wewe, tulia. Kwa sababu uwanjani hawaende mashabiki wa Simba pekee. Watakuwa Dar es Salaam Africans, watakuwa na mashabiki wa Simba. Tupeane husia mashabiki kwanza kwenda kulinda asilimali za taifa hili. Kabisa. Wote tuna jukumu hilo. Serikali wametoa zaidi ya milioni 300 kwenda kufanya ukarabati mkubwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Pesa zinazotumika ni walipa kodi. Mimi na wewe. Mmoja walipa kodi ni sisi na nyinyi wengine mnao tutazama na kutusikiliza. Sote tuna haki ya msingi kwenda kulinda asilimali zetu. Kabisa. Kama wananchi. Niwaombe sana mashabiki wa mpira, sio wa Simba. Wote. Wewe malaki asema mimi naongea na mashabiki wa Simba, mimi naongea na mashabiki wote. Tujaribu kukontrol hisia zetu. Kabisa, kama kweli sisi tuna mahasira, twende tukavunje makabati yetu ambayo tunanunulia nyumbani. Twende tukavunje vikombe vyetu. Lakini mali za umma tuziheshimu na tuzilinde. Yawezekana kweli vijana umekosea. Aliyeumba mbingu na ardhi ni Mwenyezi Mungu. Wanadamu wote tunamkosea. Lakini kuna muda ukiomba kwa dhati kwa Mwenyezi Mungu, mwanadamu anafanyaje? Anakusamehe. Waangalie kijana ametereza. Kisugu mtu wa goli wewe.
Wamwangalie kijana ameteleza. Yawezekana jaziba, yawezekana hisia, japokuwa aliyakuwa atakiwi mtu kama yeye kusimama kwenye standard hiyo, lakini tukumbuke naye mwanadamu, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Angalia wewe. Ubaya ukiuanza unakuwa mtamu kama chocolate. Mbaya ukiumaliza unakuwa mchungu kama Corolla Queen. Chukua kodi. Bwana Kisugu, tumeongea mengi lakini tunaelekea kwenye dabi. Zungumza na mashabiki wa Simba Sports. Maana kama matokeo kiana ndivyo sivyo bwana, uwanja upo katika matengenezo. Na siku kadhaa nyuma tuliona hata shirikisho la mpira miguu Tanzania liliwataja Simba Sports baadhi ya mashabiki ambao walihusika katika kung'oa viti. Pengine zungumza nao kama matokeo kiana ndivyo sivyo, watu wasiende na matokeo yao. Bwana Kisugu, unajua na matokeo gani alitajwa kang'oa kiti? Mashabiki walitajwa wa Simba. Simlipewa adhabu kaka, na mlichangia au kuchangia Kisugu? Kuchangia. Yaani unajua kuna Alhamisi na kuna Ijumaa. Yawezekana hili ulozungumza liko sawa sawa. Lakini mchezo wa mpira wa miguu tumezungumza ni mchezo wa hisia. Haumgusi mtu mmoja. Watu wengi. Ukimwona umemgusa A, kuna B pia namgusa. Leo waandishi wa habari mmesimama kwenye historia tu kwa sababu Simba ameng'oa viti. Lakini pia hamtaki kusimama kwenye historia Dar es Salaam Young Africans aliwahi kung'oa viti. Tunazungumzia hiki ambacho kinakwenda kutokea. Tunachozungumzia kutokea, tutumie vipaza vyenu sauti kuwasihi mashabiki wa mpira hususan wa Simba na Yanga wasamini na kuzitunza asilimali za taifa hili. Pinde ndapo nipokosa kufanya matokeo mazuri, serikali wanawekeza pesa nyingi kwenye miundombinu hii, tusende kuharibu miundombinu. Kwa nini nyinyi mnalalia kwenye Simba? Nimekwambia zungumza mashabiki wa Simba. Tulia wewe, tulia. Kwa sababu uwanjani hawaendi mashabiki wa Simba pekee. Watakuwa Dar es Salaam Young Africans, watakuwa na mashabiki wa Simba. Tupeane husia mashabiki kwanza kwenda kulinda asilimali za taifa hili. Kabisa. Wote tuna jukumu hili. Serikali wametoa zaidi ya milioni 300 kwenda kufanya ukarabati mkubwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Pesa zinazotumika ni walipa kodi. Mimi na wewe. Mmoja walipa kodi ni sisi na nyinyi wengine mnaotutazama na kutusikiliza. Sote tuna haki ya msingi kwenda kulinda asilimali zetu. Kabisa. Kama wananchi. Niwaombe sana mashabiki wa mpira, sio wa Simba Wote. wewe malaki nasema mimi naongea na mashabiki wa Simba, mimi naongea na mashabiki wote. Nimezungumza na mashabiki wenzako. Tujaribu kukontrol hisia zetu. Kabisa, tusende. Kama kweli sisi tuna mahasira, twende tukavunje makabati yetu ambayo tunanunulia nyumbani. Twende tukavunje vikombe vyetu. Lakini mali za umma tuziheshimu na tuzilinde. Wewe umeshika tuambie mashabiki wa Simba. Haruna Nionzi manakula umeme. Dar es Salaam Young Africans anakufa goli la 3. Ndugu yangu Melo Fubeke wa kushoto kutoka kutoka Mbeya anamtia kitasa Israeli Mkongo. Wewe wakati wa upo viti vilipona. Viti vilipona. Sababu umeshika waambie mashabiki wa Simba. Mimi sasa naambia mashabiki wote. Moja, kama kweli tunaamini tunakwenda kumuunga mkono rais wetu kwa namna ambavyo wanavyofanya kwenye michezo, lakini pia tuendelee katika kumuunga mkono kuhakikisha asilimali hizi tunakwenda kuzilinda. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Bwana Kisugu, umetisha. Umetisha kama nani? Kama Nyamungeuna. Ondoka na hii. Ubaya ukianza
kama chocolate. Ubaya ukimalizika na kuwa mchungu kama. Asante sana.